Halo, naitwa Dr. Gordon Gunewe. Naomba niende sehemu ya pili ya namna unavyoweza kujua kama ni mtoto wa Yahweh Elohim. Sasa kimsingi ni kwamba watoto wote ambao majina yao yapo kwenye kitabu cha maisha, The Book of Life, watoto hawa tangu kuko msingi wa ulimwengu walikuwa ndani ya Elohim na ndio wakazaliwa kwa ajili ya kuitawala dunia, na walidizainiwa kwa ajili ya kuja kutolewa na Adam na Hawa. Ndio waliodizainiwa kwa ajili ya kuitawala dunia. Hawa watoto kwa asili wana DNA au tunaita deoxyribonucleic acid ya kiutawala, wana rulership spirit, wana roho ya kuitawala dunia. Yani dunia ikiwashinda, vitu visipoenda, wanapata shida. Hawa ndio wanaopata shida wakiona uovu, wakiona wizi, wakiona ujambazi, wakiona mtu anateswa, wao wanateseka. Yani ni kitu ambacho kiko ndani mwao. Wakiona dunia haikai sawa, wenyewe wanateseka kwa asili, kwa sababu ni kitu kipo ndani mwao, ila wanakuwa hawajui kwa asili wao ni akina nani, kwa sababu ya ile kwa sababu dini zimewapoteza fahamu muda mrefu. Lakini hawa watoto kwa asili wana huruma ya asili, wana nguvu ya utoaji kwa asili. Yani wao sheria ya mbinguni kwao iko ndani yao kwa asili. Kwa hiyo wanachotaji ni wamwamini mfalme Yesu, Roho Mtakatifu akae ndani mwao, alafu wakae ndani ya elimu ya ufalme ili iamshe kile kitu kilicho ndani mwao. Alafu hawa ndio waliowekewa kusudi ndani mwao. Yani kila mtoto wa Yahweh Elohim ndani mwake liko kusudi kwa ajili ya kuijenga dunia. Hawa ndio wanaijenga dunia kuwa na maendeleo, dunia kuwa na miundombinu mizuri, dunia kuwa salama, dunia kuwa na chakula, dunia kuwa na utajiri, kila kitu. Hawa ndio waliotengenezewa makusudi ya kuitengeneza dunia. Ni kwa sababu wamekaa kwenye dini na madhehebu, ndio maana dini na madhehebu wameua ile nguvu ya kusudi ndani mwao. Kwa hiyo dini zikawachukua na kuweza, wengine wamechukuliwa ili kuweza wakawa dormant, wakashindwa namna ya kuidhibiti dunia. Lakini hawa ndio wenye majibu yote ya maisha ya dunia, wao ndio wanakusudi. Lakini watoto wa shetani wenyewe kwa asili ni uharibifu. Kwa hiyo hawa wenyewe kwa asili wana ukamilifu, yani wana zile tabia za kimbingu ndani yao, kwa asili iko ndani. Ndio maana wana kusudi ndani mwao. Kwa hili kusudi ndio nguvu yao ya kiutawala. Kila mmoja anatawala katika eneo lake la kusudi kwa ajili ya kuweza kuijenga dunia. Hawa wana uwezo mkubwa ndani mwao. Hawa wengi sana ndio utakuta ndio wagunduzi wa vitu mbalimbali duniani. Yani wagunduzi wengi wa vitu mbalimbali duniani watoto wa serikali ya mbinguni, kwa sababu wamewekewa kile kitu ndani mwao. Mtoto wa shetani hawezi kugundua kitu cha kuisaidia dunia. Ila ukiona dunia imegunduliwa, sio kama mtu kagundua kompyuta, kagundua sio nini. Wote hawa ni watoto waliotoka serikali ya mbinguni. Watoto wote wa serikali ya mbinguni kwa asili wana uwezo kwa ndani wa kutaka kuifanya dunia iweze kuwa salama. Kwa wako hivyo. Lakini wana wa giza, hakuna mtoto wa giza anaweza kugundua chochote au anaweza kuwa nani. Na watoto wa Yahweh Elohim kwa asili wana akili, wana uelewa mkubwa sana. Sasa wakisikia habari za nchi yao, ndio utakuta wanakuwa wanaelewa kwa haraka, kwa sababu wao ndio wamepewa siri, ile password ya kuijua elimu ya ufalme wao. Lakini aliye nje, asiye raia, hawezi kuelewa ufalme maisha yake yote. Hawa watoto wamesambaa dunia nzima, wapo kwenye vikundi vya kishetani, wengine wapo kwenye vikundi vya kidini, wengine wapo kwenye kila kona, wengine wapo kila kona. Sasa wakisikia habari njema ya ufalme, hawa ndio wanaelewa, kwa sababu ndi nchi yao wanaanza kutoka. Na ndio maana watu wengi hawapendi dini, kwa sababu dini haziwaletee matokeo. Lakini siku ambapo ukitangaza injili ya ufalme, kuna watu watatoka kwenye vikundi vingi vya kishetani huko, watakuja, kwa sababu kwa asili sio maeneo yao. Ni kwa sababu tu ile nguvu ya kutaka kutafuta kudhibiti dunia, ndio wameingia kusema sio salama. Kwa hiyo mtoto wa Yahweh Elohim kwa asili ana akili kubwa, ana uwezo mkubwa, na ana tabia iko smart. Hata kama hajafundisha kwa asili, utamwona mtu ambaye yuko smart kwenye tabia yake. Utaona hata kama hajafundisha, unaona kabisa huyu mtu ana kile kitu cha asili, kwa sababu ndio walichoumbiwa tangia mwanzo. Hawa hawapendi kukaa chini ya utawala wa kishetani au hii mipango ya kishetani. Wenyewe wanapenda sana, kwa sababu wamedizainiwa kwa ajili ya kuitawala dunia. Wenyewe ni wanyenyekevu, watii kwenye mpango wa kimbingu. Kwa hiyo wenyewe wamedizainiwa kwa ajili ya kuitawala dunia, na wanyenyekevu katika mpango wa kimbingu. Na kwa hiyo wenyewe wana asili ya kuitawala dunia. Hawapendi dunia iharibike, na hawapendi vitu viwasumbue duniani. Watapata shida sana, wanateseka. Na hawa ndio wengi wanateseka mioyo. Hao ndio wanaitwa mafukara wa moyo. Wametumia neno maskini wa ptokoi ki Greek, manake hawa watu ndani wanatukutia, yani wanapata shida, kwa sababu wanaona mbona vitu haviendi, mbona. Kwa hiyo wenyewe wamedizainiwa hivyo, kwa sababu maisha yao walidizainiwa wao kuwa matajiri, wao ndio watawala, wao ndio wafalme. Sasa nje ya maisha yao wanateseka sana. Kwa hiyo hilo la msingi sana kuelewa. Asante sana. Kama una swali basi utaniuliza. Naomba serikali ya mbinguni kubariki sana.